Oktoba 11. Jumamosi. Mwaka wa 2025. Misheni ya wanafunzi wa shule ya seminari ya kitheolojia. Matendo 1:8. Lakini mtapokea nguvu, akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, na katika Uyahudi wote, na Samaria, na hata mwisho wa nchi. Ninyi, remnant, mnahitaji kukaa katika mkondo wa neno la Mungu. Ukifanya hivyo, utapokea jibu la 300% ambalo litafufua kumbi tatu. Pia utakuwa tayari kama shahidi wa zama za wikendi ya siku 3. Wewe utakuwa kabisa mhusika mkuu wa harakati ya tafakari takatifu na kupindua utamaduni wa kutafakari kupita kiasi, kutabiri bahati na giza. Matukio makubwa matatu yatafanyika kwa wewe ambaye umepata jibu hili. Kwanza, utakuwa mfuasi ambaye anabadilisha yaliyopita. Kwa sababu unayo nuru ya Kristo, unaweza kuwasaidia watu na makanisa yaliyokwama katika mitego 12 ya Shetani. Kwa nuru hii, pia utaokoa makanisa ambayo yaligeuza Injili kuwa dini. Pili, utafurahia majibu ya leo ambayo Mungu hutoa. Hata matatizo yakijitokeza, ni sawa kwa kuwa wewe ni remnant ambaye una majibu uliopewa na Mungu. Ikiwa kuna migogoro, unahitaji tu kupata kile kinachohitaji kubadilishwa na kuwa na nguvu. Hata yanapotokea mambo ya kutisha, hutaogopa kwa sababu utaweza kuona fursa ambazo Mungu anakupa ndani ya matukio haya ya kutisha. Tatu, utakuwa mfuasi ambaye atakuwa na mustakabali wa akina Batisan 7, Safari 7 na Miongozo 7. Kwa baraka za Arshi, Mungu wa Utatu yu pamoja nawe. Sasa, unachohitaji kufanya ni kushikilia kwa usahihi agano lako ulilopewa na Mungu na kusubiri. Wewe ni mfuasi unayeangaza nuru ya Kristo katika mashamba yaliyojaa giza. Popote uendapo, angaza nuru ya Kristo na ufanye ulimwengu kuwa mahali penye mwangaza zaidi. Ombi la agano. Mungu Baba, nisaidie niwe remnant wa nuru ya Kristo. Ninaomba katika jina la Bwana Yesu Kristo aliye hai. Amen.